Moja kwa moja msikilizaji, hali gani kwa mara nyingine tena? Karibu sana katika wasaa huu wa Ifahamu Teknolojia, kipindi ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kupata elimu na kujifunza vitu mbalimbali hasa juu ya maendeleo ya sayansi na teknolojia, tukijikuta zaidi kwenye masuala ya mitandao ya kijamii pamoja na internet. Na siku ya leo msikilizaji, kama kawaida tuko na mada inayosema teknolojia zinazoibuka pamoja na athari zake. Cha kukumbusha ni kwamba msikilizaji, kipindi hiki ni sehemu ya mpango wa kidigitali kupitia shirika la Tech Media Convergence kupitia ufadhili wa ubalozi wa watu wa Marekani Tanzania kwa ushirikiano wa idara ya ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Na hao ndio wanaotupa nguvu ya kuhakikisha kwamba tunakupa elimu ya kutosha kuhusiana na masuala ya teknolojia. Kama kawaida utakuwa nami, langu jina ni Rehema Ramadhan Saidi, lakini sitakuwa peke yangu, nipo na wageni hapa studio kama kawaida ambao wanakuja hapa katika kushiriki nasi juu ya ufahamu wao kuhusiana na mada ambazo tunakuwa tumekuandalia. Na siku ya leo nitakuwa naye Ali Mkasha Sharifu. Yeye huyu ni mwananchi lakini pia ni mdau wa matumizi ya akili mnemba. Atakwenda kutuambia ni aina gani ya akili mnemba ambayo yeye anaitumia sana. Lakini pia tutakuwa naye Sharif ama Mkasha Sharifu, ambaye yeye pia ni mdau na mwananchi ambaye pia atakwenda kutuambia ana ufahamu gani kuhusiana na mada yetu ya siku ya hii leo. Lakini sambamba na hilo msikilizaji, tutakwenda kupata kuwasikiliza wananchi kutoka mtaani ambao wao pia watashiriki nasi kuhusiana na ufahamu wao na namna ambavyo wanatumia akili mnemba katika kufanya shughuli zao. Lakini pia utapata kuwasikiliza wanachuo na pia wametuelezea juu ya ufahamu wao na namna ambavyo wanaitumia akili mnemba, namna ambavyo inawasaidia, lakini wamekwenda mbali na kutuelezea namna ambavyo inawasaidia ama wanaitumia katika kuhakikisha kwamba wanadumisha mila na tamaduni za jamii zao kwa ujumla. Sambamba na hilo utapata kumsikiliza mkurugenzi kutoka Habari Maelezo pamoja na mkurugenzi kutoka UNESCO, lakini pia Mwalimu Ali ambaye yeye ni mwandishi mwandishi wa habari mkongwe, lakini pia bado amesalia katika teknolojia hii ya akili mnemba. Na kifupi ni kwamba msikilizaji, kutokana na maendeleo ama kukua zaidi kwa teknolojia, science pamoja na teknolojia, kumekuwa kukiibuka teknolojia mbalimbali ikiwemo hii ya akili mnemba ambayo kwa sasa inatumika katika masuala mbalimbali, kuanzia masuala ya usaidizi wa sauti kama Siri, lakini hadi namna ya kuwepo kwa magari ambayo yanatumika, mengine hayana hata dereva. Lakini katika masuala ya kilimo, akili mnemba pia imeweza kusaidia mambo mbali, imesaidia mambo mbalimbali ikiwepo kuweza kuleta mabadiliko katika jinsi ya watu tunavyoishi na namna tunavyofanya kazi, lakini pia namna ambavyo tunaingiliana katika mambo mbalimbali duniani. Hata hivyo akili mnemba pia imeweza kuleta fursa mbalimbali, lakini hata hivyo ina athari zake, kama ambavyo tunafahamu kwamba kila kinachokuwa na faida basi hakikosi hasara japo kwa uchache tu. Na kufuatia hilo kwamba msikilizaji, kwa sasa akili mnemba imekuwa ikitumika katika namna tofauti tofauti. Kuna akili mnemba ambazo zinasaidia kujibu maswali, unauliza, unaandika pale, pengine nahitaji kufahamu kitu fulani, mfano ChatGPT, kuna chatbot, kuna Google Translate. Kuna akili mnemba ambazo zinasaidia, unaingiza sauti pale, unaandika kwamba unahitaji taarifa zako ziwe katika mfumo wa lugha ya Kiingereza, na wewe Kiingereza hujui, una type pale maneno ya Kiswahili then unaletewa katika namna kama hiyo. Kwa hiyo kila mmoja anatumia akili mnemba katika engo yake. Kuna mwingine anatumia Google Translate kwa ajili ya kutranslate maneno kutoka Kiswahili kwenda Kiingereza, Kiingereza kwenda Kifaransa, Kifaransa Kiarabu, yani kuna lugha nyingi sana ambazo zinatumika pale. Lakini wengine wanatumia ChatGPT katika kuhakikisha kwamba wanapata kujifunza mambo mbalimbali, wanauliza maswali pale, wanajibiwa. Na kifupi ni kwamba akili mnemba yani akili mnemba hurejelea mashine na program za kompyuta ambazo zinaweza kufikiri, lakini pia zinaweza kujifunza, zinaweza kufanya kazi, zinaweza kufanya maamuzi kama ambavyo binadamu anafanya katika kile ambacho kinatokea. Na kwa siku ya leo niwakaribishe sana wageni wangu hapa studio. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Nikianza na Ali Mkasha Sharifu, kwa upande wako labda kwa ufupi tunaweza kutueleza ufahamu wako juu ya akili mnemba?
Asante sana ndugu mtangazaji. Napenda niseme kwa ufahamu wangu kama mwananchi, najua akili mnemba ni teknolojia inayowezesha mashine kufikiri na kuleta majawabu kama binadamu. Kwa mfano tunaweza kutumia kompyuta. Kwenye kompyuta tukiingia kwenye Google ukauliza kitu na ukajibiwa. Kiachana na hivyo, kuna baadhi ya mashine hadi simu zetu hizi za smartphone. Sasa hivi unaweza kudownload program, download program mfano wa ChatGPT na nyingine. Ukauliza swala ukajibiwa. Na mwingine hata ukauliza kwa maandishi ubadilishiwe lugha kama translator ukajibiwa. Sasa mara nyingi sasa hivi ulimwengu wetu umetawaliwa sana na akili mnemba ambayo inatumika kwenye nyanja mbalimbali. Mfano hata kwenye biashara, kwenye elimu na kwenye mikutano na vitu vingine. Asante sana. Huyo ni Ali Mkasha Sharifu ambaye yeye ametueleza juu ya ufahamu wake. Kwa upande wako Sharifu, wewe unafahamu nini kuhusiana na hii teknolojia ya akili mnemba? Akili mnemba ni teknolojia ambayo inatusaidia sisi kuyajua ambayo hatuyajui na kuyafahamu ambayo hatuyafahamu. Kwani kuna mengi kwenye mitandao hatuyafahamu. Yes. Naam, shukrani sana. Sasa msikilizaji, wewe pia bado unao nafasi ya kushiriki nasi hapa studio kupitia nambari yetu 0779974974 ili kuweza kuhakikisha kwamba unatuambia, je, wewe unafahamu gani kuhusiana na akili mnemba na unaitumia vipi? Namba yetu ni hiyo 0779974974. uweze kushiriki nasi hapa studio. Na moja kwa moja tukapata kusikiliza maoni kutoka kwa wananchi mtaani katika kile ambacho wamekizungumza. Tukaungane na Muyaba Kombo akiwa na wananchi mtaani kuhusiana na kile ambacho wamekizungumza juu ya mada yetu ya siku ya leo. Karibu sana. Kwa upande wako, unauelewa gani kuhusiana na dhana mzima hii ya akili mnemba? Mimi naelewa uelewa wangu mdogo tu alionijalia Mwenyezi Mungu kwamba inatusaidia kurahisisha matumizi. Kwa mfano kama mimi nifanya biashara, nafanya biashara ya pembejeo za kilimo na mifugo pale Micheweni, na duka langu nimefungua linaitwa Micheweni Agrovet Center. Kwa hiyo naagizishia mizigo yangu Kenya kwa kupitia mtandao wa WhatsApp. Kwa kweli tunapata wepesi wa hali ya juu kwa sababu pale nina booking mizigo yangu, ninaandika alafu ninatuma dukani na wao wananitumia kupitia njia ya anga au kupitia njia ya baharini bila kuenda mimi mwenyewe, bila kutumia harama kubwa ya kupitiliza. Kwa hiyo naifahamu vizuri kwa kupitia uelewa wangu huo ambao nimeutoa. Labda ni kwa namna gani hii akili mnemba inaweza kulinda mila na tamaduni zetu ambazo kwamba tuko nazo? Nadhani hilo ni swala la wizara kuangalia au serikali kwa ujumla kuangalia, kwa sababu kuna watu wanatuharibia tamaduni zetu, kuna watu wanatumia mitandao vibaya. Hawa wakemewe vikali mno na serikali yetu ya Zanzibar ikemewe vikali mno kuhusiana na swala hili la uharibifu, kwa sababu kwenye mitandao kuna watu wanatuharibia, wanatuma mapicha ambayo hayana maana, wanarekodi watu mambo ambayo hayana mpango. Kwa kweli hawa wawe marufuku na wachukuliwe hatua za kisheria. Hapo tutaepukana na athari za kutumia mitandao vibaya. Ushauri wako ni upi? Ushauri wangu serikali waangalie, kwa sababu serikali haishindwi na kitu. Basi tunaiomba serikali yetu pendwa, serikali yetu tulivu, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, serikali ya baba yetu Hussein Ali Mwinyi iangalie kwa jicho la tatu kuhusiana na swala zima hili la kujishughulisha na masuala mbalimbali katika jamii yetu ambayo kwamba imetuzunguka, na ukizingatia kwamba wewe ni miongoni mwa wasanii ambao kwamba wanapatikana katika hichi kisiwa chetu cha Pemba. Labda unauelewa gani kuhusiana na swala zima la akili mnemba? Kwanza nijitambulishe, kwa jina naitwa Juma Sulemani maarufu Kirobo. Pia nitoe shukrani zangu kwa kunitafutia nafasi hii kuongea na wewe siku ya leo. Mimi changamoto au naoifaidi nacho kwenye akili mnemba ni kwamba kwanza ni kuboresha au kuwafikia watu habari katika njia ya uwepesi na uweledi zaidi, kwa sababu kwenye mitandao ambayo tumeingia sasa hivi ni kwamba simu zote zinazotumika, tunashukuru kwamba mitandao imetugea MB pia ambazo tunakuwa tunazitumilia kwa kuposti kazi zetu kama sisi wasanii, na pia kujua hali ya nchi kimaendeleo ya kiserikali pia na raia katika maeneo tofauti sana ambayo hatuwezi kuyafikia kwa muda wa siku 2 wala 3, lakini unapoingia kwenye mitandao unakuwa unapata habari hizo na kujua nini kinachoendelea.
Labda akili mnemba kwa kazi yako inakusaidia vipi katika kufanikisha kazi zako? Nashukuru kwamba akili mnemba pia katika kazi zangu inanisaidia, kwa sababu ninapofanya clips zangu na kuzituma kwenye YouTube au kwenye mtandao aina yote, watu wanaziona na kujitangaza na mimi kuonekana kwamba kweli fulani ni msanii na ana uwezo wa kufanya kitu hichi kizuri. Na hii ni fursa ambayo tunasema kwamba sisi wadogo tunashukuru sana kwamba mitandao imetusogeza mbele, kwa sababu wengine hatuna uwezo wa kufungua kama channel, lakini tunakuwa tunajiposti wenyewe tu kwenye TikTok na mambo mengine tunaonekana. Lakini pia niseme kwamba kwenye mitandao yetu tunachotaka ni uhalisia, kwamba izidishe kwanza network, kwa sababu kama hapa nilipo leo niko Maziwa Ng'ombe, unakuta mzee anataka kuongea na mtu ambaye yuko Dubai na akataka kwamba nimpigie video call live, lakini pia nimekutana na changamoto zaidi ya mara 4 mpaka 5 ananipigia, lakini nashindwa kuongea naye. Kwa tunaiomba sana mitandao iweze kuboresha hili jambo ili na sisi watu wafaidike kinachotokea Pemba live moja kwa moja, watu wakipata bila kujiunga kwenye TV kwa kutumia mitandao yetu ya simu. Kama mimi nikiwa ni DJ, ni MC, jamaa alikuwa anahitaji anione, pengine kuna riski ya kazi lakini nimeshindwa kwamba network zipo chini. Kwa tunaomba tuboreshee kwanza. Ni kwa namna gani kupitia hii akili mnemba ambayo kwamba tunaweza kulinda mila na tamaduni zetu ambazo kwamba tuko nazo katika kisiwa chetu cha Pemba? Akili mnemba tunaweza kulinda mila na tamaduni zetu, kwa sababu mimi nasema siku zote tusipende kushawishika zaidi na kuiga vitu ambavyo viko tofauti. Na pia akili mnemba basi tuna haki kwamba wao watuandalie kipindi kama wasanii, na tuna haki ya kufanya comedy au komenti ambazo zitakuwa zinaonesha mila na desturi zetu za Kizanzibari na Kipemba zaidi, kwamba maadili bado yapo. Hata mimi mwenyewe ninao historia ambayo nimetoka kama masafa tuseme nje ya nchi naja kutembea nyumbani Pemba, maadili nilokutana nao ni tofauti na story nao, lakini nimeshindwa kuirekodi kwa sababu ya uwezo. Kwa tunaomba sana changamoto hizo atusaidie na serikali pia ili jambo aliangalie kwa wasanii wadogo wadogo kama sisi. Ikiwa wewe ni mwananchi ambaye kwamba unapatikana katika kisiwa hichi cha Pemba, labda kwa uelewa wako unafahamu nini kuhusiana na dhana mzima hii ya akili mnemba? Akili mnemba ni matumizi ambayo ni ya kielektroniki sasa hivi tunayatumia na yanaenea zaidi. Mfano matumizi ya simu, matumizi ya laptop, lakini kwenye simu utakuta kuna na mitandao mbalimbali ya kijamii na mambo mengine interneti. Haya ndio unafahamu mimi kama ndio mambo kama tunaitakidi kama ni akili mnemba. Katika kazi zako hii akili mnemba inakusaidia vipi katika kufanikisha? Akili mnemba kusema kweli ina manufaa yake pia na madhara yake, lakini katika unifaidisha mimi naona inasaidia kwa hali ya juu akili mnemba, kwa sababu kwa mfano hata simu ya kawaida unaweza kufanikisha kufanya biashara dunia nzima kwa kutumia simu tu, lakini kabla ya hapo ilikuwa lazima uende mguu kwa mguu, lakini sasa hivi unaweza lakini kwenye masomo unaweza kutumia hiyo kutafuta rejea mbalimbali za vitabu, lakini wasaidizi wa wataalamu unakuta kibao wamejirekodi, wameweka reference mbalimbali. Kwa maana inasaidia kwa hali ya juu sana, tunavyoona imerahisisha maisha kiufupi. Vipi hii akili mnemba inaweza kulinda mila na tamaduni zetu ambazo kwamba tuko nazo? Akili mnemba inaweza kupotosha, lakini pia inaweza kulinda. Lakini tukizungumzia kwenye kulinda, inategemea matumizi ya mtu. Wewe kama akili yako imekujenga kwamba mimi nataka nisaidie katika mambo ya kimaslahi, hata haiwezi kuharibu utamaduni. Lakini ikiwa ni wewe unataka uangalie mambo ya ovyo tu, inaweza kukuharibia kwenye tamaduni. Lakini kama si mtu wa mambo ya ovyo, bado utamaduni wako utaendelea kuwepo pale pale, na wakati mwingine unaweza kuboresha baadhi ya mambo ambayo utaona yalikuwa hayako sawa, na sasa hivi kupitia akili mnemba unaweza kujifunza mengi kuboresha hizo tamaduni, mila na desturi. Wito wako kwa msikilizaji ambaye kwamba anakusikiliza kwa sasa kupitia Radio Jamii Micheweni kuhusiana na matumizi sahihi ya akili mnemba ni? Wito wangu mimi kwa wananchi wanaonisikiliza ni kwamba naomba kila anayetumia akili mnemba ajue lengo lake katika matumizi. Endapo atatoka nje ya malengo aliyokusudia ya kutumia akili mnemba anaweza akapotea, lakini endapo atatumia kwa malengo sahihi, basi maisha yatakuwa rahisi na mambo ya kila kitu kitakaa sawa, wala hakuna dosari yoyote itakayotokea katika matumizi yake. Na nashauri watu watumie, kwa sababu kila kitu sasa hivi kimerahisishwa, wala hakuna kujipa tabu. Watu watumie hizi kwa ajili ya kurahisisha maisha.
Kwanza kwa majina naitwa Raifa Juma Khatib kutokea Chimba, wilaya Micheweni, Pemba. Naam, akili mnemba yani artificial intelligence ni uwezo wa mashine kuweza kufikiri, kujifunza na kufanya maamuzi kama binadamu kwa kutumia programu maalum, lakini kwa mfano kama kompyuta, roboti na kadhalika. Na uwepo wake katika maisha ya kila siku ni kwa njia mbalimbali kama vile kwa njia ya simu janja hizi za kawaida, mitandao ya kijamii, huduma za afya, biashara, hata katika masuala ya elimu, mfano ChatGPT na mengineyo. Kwa upande wa msaada kuhusiana na akili mnemba, inanisaidia katika kuokoa muda. Kazi yako ambayo pengine ilikuwa ichukue masaa mawili, siku mbili na kuendelea, inaweza ikachukua lisali moja au robo saa au dakika kadhaa. Kwanza, kupitia akili mnemba tunaweza kulinda na kuendeleza mila na tamaduni zetu kwa njia zifuatazo. Njia ya kwanza, kuhifadhi lugha za asili. Akili mnemba inaweza kutumika kutafsiri, kurekodi pamoja na lugha za kienyeji kwa njia mbalimbali, video au tujalie audio na nyinginezo kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia inadigitalisha historia na utamaduni. Kwa mfano, masuala ya nyimbo, mashairi na katika mfumo wa video au nini, yani kupitia akili mnemba imekuwa imedigitalisha yale mambo ya historia za utamaduni wetu. Lakini pia kuelimisha vizazi vijavyo. Akili mnemba inaweza kutumika kufundisha wanafunzi masuala yanayohusiana na utamaduni wetu. Kwa hiyo hivyo utamaduni wetu hauwezi kuishia au hauwezi kufa kwa kutumia njia hii, kubakia vizazi hadi vizazi. Wito msikilizaji, shukrani sana Mwiaba Kombo kutoka maeneo hayo ya Kiuyu Mabutu huko, ambapo umeungana nasi kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba unapata kutujuza kile ambacho wananchi wanakifahamu kuhusiana na akili mnemba na namna gani ambavyo wanaweza kuitumia. Nikirejea hapa studio, labda nianze na Sharif. Wewe unadhani akili mnemba inaweza ikachangia kwa namna gani katika kuhakikisha kwamba utamaduni unalega au unakuwa imara zaidi? Akili mnemba inatusaidia sana na inatuboreshea vitu vingi, kwa sababu kama tulivyosema, hii ni mitandao ya kijamii pamoja na mitandao ya internet. Kwa hiyo tunapata urahisi sana kutumia haya mitandao. Mfano mitandao ya kijamii ndio hivyo, unafanya kazi yako mara moja unafanikiwa. Na pia kupitia mtandao wa interneti unafungua data unatumia. Kwa hivyo unaungana na msemaji aliyepita kwamba akili mnemba ukiitumia kwa manufaa ya kujijenga haiwezi ikakuharibia utamaduni. Lakini ukiitumia katika njia ambayo ni tofauti utakuwa umeharibu utamaduni. Ndio nakubaliana naye. Kwa upande wako Ali Sharifu, maana leo na kina Sharifu wote mnanichanganya kidogo. Ali Mkasha Sharifu, unadhani akili mnemba ina mchango gani katika kuendeleza ama kupotosha utamaduni wetu sisi kama Watanzania ama wa Afrika kwa ujumla? Asante sana ndugu mtangazaji. Napenda niseme kwamba akili mnemba inaweza kurudisha nyuma tamaduni zetu au kupeleka mbele tamaduni zetu. Pindi wewe mtumiaji wa hii akili mnemba, anamaanisha wa hii teknolojia ambayo unaweza kuitumia. Kwa mfano, akili mnemba sasa hivi inaondosha tamaduni zetu za Kiafrika, hasa hapa kwetu Tanzania, kwa sababu vijana wengi wanaingia kwenye teknolojia na kuangalia zile tamaduni za kimagharibi. Wakishaziona tamaduni za kimagharibi zile, wanazileta kwetu hapa Tanzania. Shafahamu, lakini kama akili mnemba hiyo tunaweza kuitumia kukuza tamaduni zetu sisi wa Tanzania, kuzifanya hata watu wa magharibi na watu wa nchi nyingine waweze kuzijua kwamba Tanzania kuna tamaduni fulani au kuna tamaduni ya hivi na hivi, na au wapate kuiga tamaduni zetu.
Na shukrani sana Ali Mkasha Sharifu katika kile ambacho umekizungumza. Na msikilizaji, ni kwamba mfano wa akili mnemba ziko katika namna tofauti kama ambavyo tumeweza kukuambia. Kuna zingine ni zipo kwa ajili ya usaidizi wa sauti kama vile Siri pamoja na Google Assistant pamoja na Alexa. Lakini kuna zile za utambuzi wa sura ambayo inakusaidia kufungua simu yako kwa kutumia uchanganuzi wa sura yako. Zile wanaziita face lock, kwamba mtu anatoa lock kwenye simu yake kwa kutumia sura yake. Yes, lakini pia kuna ile ya utabiri wa maandishi pamoja na marekebisho ya kiautomatiki, ambapo kuna mapendekezo wakati wa kuandika ujumbe ambao wewe unahitaji kuufahamu. Hii hapa ni kama ile ChatGPT ile ambayo labda unahitaji kufahamu nini maana ya jambo fulani, unaandika pale, kisha inakuletea uchanganuzi wa maneno na kukupatia majibu moja kwa moja. Lakini pia kuna vichungi vya barua taka wanasema, ambavyo hivi vinaweza kukupangia barua pepe ambazo hazitakiwi katika chombo chako. Kwa hiyo hizi ni aina tu za akili mnemba ambazo kwa ufupi tu msikilizaji tumekuletea, lakini zipo nyingi sana ambazo watu wanazitumia. Na sasa tukapate kuwasikiliza wanachuo ambao wao pia wametujuza kiundani kuhusiana na namna ambavyo wanafahamu kuhusiana na akili mnemba, lakini pia inawasaidia vipi katika kuhakikisha wanafanya shughuli zao za kila siku. Karibuni. Mimi akili mnemba ni akili bandia, ambapo unaweza ukatumia hiyo akili bandia kupitia smartphone au social network zozote katika kutafuta kitu ambacho hukijui na una shida nacho, unataka usaidizi. Kuhusu vipi inanisaidia, inanisaidia kwa sababu ni mfumo ambao unaweza ukafika maeneo ambayo mimi binafsi siwezi kufika. Pengine nina shida na kitu, nina shida na usaidizi wa jambo fulani ambalo mimi silijui. Ikitokea nikatumia huo mfumo wa hizo akili bandia kupitia hizo mitandao ya kijamii na social network mbalimbali, basi naweza kupata usaidizi na kufanikisha yale malengo yangu. Kuhusu ni kwa namna gani akili mnemba tunaweza kulinda mila na desturi, nahisi tunahitaji kuanza kuelimisha jamii kuhusiana na hili swala, kwa sababu uelewa ambao mimi pengine nipo nao na ambao katika jamii upo ni tofauti. Lakini tusisahau kwamba hili swala la kulinda mila na desturi ni kama jukumu la kila mtu. So far ikitokea mtu anataka kulinda ule uhuru na mila na desturi zetu kupitia huu mfumo, basi ni lazima kwanza aelimishwe, kwa sababu asilimia nasubutu kusema zaidi ya 80 kwa hapa kwetu watu hawana uelewa juu ya kutumia huo mfumo wa akili bandia kutafuta vitu. Mosti wanaotumia huu mfumo ni wale ambao pengine wana issue zao za kutaka kufanya, wanataka usaidizi katika mambo baadhi ya vitu ambako hawezi kufika, ndio wanatumia sana huu mfumo. Kwa hiyo bado elimu ni ndogo. Vipi tutaweza kulinda mila na hizo desturi? Tunatakiwa kwanza tuanze from scratch. Watu waelimishwe vipi wanatakiwa kutumia, vipi wanatakiwa kulinda mila na desturi zao, waelimishwe huko, kwa sababu dunia sasa hivi ipo huko, inaelekea huko kwenye mfumo wa science na teknolojia, ndio tulipo. Ikitokea mtu anakuja tu anautafuta mwenyewe mpaka kupata, hawezi kujua vipi utalinda mila, vipi atalinda desturi. Kwa hiyo tutalinda kwa kuwapatia watu elimu na ufahamu mkubwa zaidi, kwa sababu walio uelewa ni wachache. Mimi ufahamu wangu kuhusiana na matumizi ya akili mnemba ni maendeleo haya ya teknolojia ambayo yamekuwa kikua kila siku duniani, ambayo ni kusaidia pamoja na kurahisisha kufanya maongozo ya kitu. Mfano, kuongoza sehemu ambayo ya kuingilia, sehemu ya kutokea, au sehemu kukaa, sehemu palipokuwa haparuhusiwi, kueleza ishara ya kitu kwa kutumia hii sanaa ya kompyuta, ambapo awali pengine hapo mwanzo ililazimika labda akae mtu kufanya kuongoza, na pengine ichukue muda mrefu, pengine kuwe na shift ya kubadilishana kutoka huyu ingie huyu. Lakini huyu akili mnemba ikiwepo, yeye ndio anakuwepo tu muda wote, kwa sababu wanatumia teknolojia hii ya kompyuta. Lakini vipi inanisaidia? Kwanza inanisaidia kupata uwepesi, labda unapoingia katika kompyuta kutafuta software, kutafuta vitu kadhaa, ukikliki tu, kwa hiyo ukionyesha kutafuta kitu kinakuja unakitafuta. Lakini pia unaweza ndio
upo sehemu umekaa kwa ajili ya kusubiri miongozo. Kwa mfano unasafiri, upo bandarini, kuna miongozo, basi inakueleza pita njia hii, pita njia hii, kwa maana inarahisisha katika kufanya shughuli zangu. Labda nilitegemea kitu hichi niulize kwa mtu, lakini sasa kutokana na hii miongozo ambayo ipo inatumika kupitia akili mnemba, inakuwa urahisi kuweza kufanikisha lile jambo bila labda ya usumbufu mkubwa sana kama ilivyokuwa hapo zamani. Lakini wepesi sasa kupata jambo ambalo awali nilikuwa na ugumu kulipata, lakini kutokana na kupitia akili mnemba imekuwa ni wepesi kabisa kufanikisha. Kama tunavyojua, teknolojia hii kwa kiasi kikubwa haitengenezwi hapa nchini, inatoka nje za nchi, labda mataifa ya Ulaya na kwingineko, na huko ndiko kuanza kutumika. Kwa hiyo ni vyema, ili kulinda mila zetu, miongozo yake izingatie masuala ya mila na utamaduni wa Tanzania. Kwa mfano, kuna akili mnemba kwa ajili ya kuongoza watu ama kwa ajili ya kupokea watu, basi wahusike kabisa na zile tamaduni na mila zetu katika masuala ya mapokezi, na wala isiwe labda kwa zile nchi ilikotengenezewa. Lakini jambo jingine ambalo ni muhimu pia katika kulinda mila na tamaduni zetu kupitia hii, hata matumizi ya lugha, basi isiwe lugha labda ile ya kigeni, lugha iwe ya Kiswahili ambayo ndio lugha yetu tunatumia, lakini na njia zile ambazo za kuweza kukaribisha, mfano kama onjadei, kukaribisha wageni, labda kupokea wageni, iwe ni njia ambayo inatumia ishara au namna zile ambazo zinatumika katika tamaduni na mila zetu. Naam, msikilizaji, hao ni baadhi ya wanachuo ambao umetoka kuwasikiliza. Wameelezea kuhusiana na maana nzima ya akili mnemba katika namna ambavyo wao wanafahamu, lakini pia inawasaidia vipi katika kufanya kazi zao. Lakini pia wamekwenda mbali zaidi na kuelezea katika namna ambavyo inaweza kutumika katika kukuza mila na tamaduni za Kiafrika na haswa za Kitanzania kwa ujumla. Msikilizaji, bado unayo nafasi ya kutuma ujumbe mfupi hapa studio juu ya mada yetu hapa studio, na kisha hapo baadaye nikirejea nitakuja kusoma ujumbe wako ili kupata kufahamu kile ambacho umeshiriki nasi moja kwa moja hapa studio. Ali Mkasha Sharifu, wewe kwa upande wako unapendelea aina gani ya akili mnemba? Ndugu mtangazaji, kwa upande wangu nakuwa natumia sana translator pamoja na ChatGPT. Okay, unatumia kama unahitaji kuandika taarifa kwa Kiingereza, kwa Kiswahili, kwa Kifaransa. Umenielewa? Yaani ni programu ambazo nazipenda sana kuzitumia kusaidia mambo yangu. Okay. Kwa mfano ChatGPT natumia sana kwenye masuala ya elimu. Okay. Natumia sana kwenye masuala ya elimu na hata kwenye masuala mengine ya kimaadili na vitu vingine, au kutafuta ile taarifa ambayo tayari sijui au kunipa ujuzi zaidi. Okay. Lakini hasa kwenye elimu. Sawa. Na msikilizaji, huyo ni Ali Mkasha Sharifu ambaye yeye ametuambia anapenda sana kutumia ChatGPT pamoja na Google Translator, na hii ni kuweza kuhakikisha kwamba anapata kufahamu. Lakini pia inasaidia kama Google Translator na kusaidia hata kujifunza lugha ambayo ni ngeni kwako. Kwa mfano kuna baadhi ya watu, mimi kuna mtu shaiki kukutana naye amejua Kifaransa, lugha ya Kifaransa kutokana na matumizi ya Google Translate. Anaandika pale maneno kwa Kiswahili, kisha kuna sehemu pale ya sauti kwamba maneno yale ya Kiswahili yanakuja yametafasiriwa kwa lugha ya Kifaransa. Lakini mbali na kutafasiriwa pia wameandika namna ambavyo yale maneno yanatakiwa kutamkwa, lakini pia kuna sauti ambayo ukibonyeza pale sehemu kuna kama kiboksi hivi. Akibonyeza pale anasikia namna yale maneno yanavyotakiwa kutamkwa. Kwa sababu nilikutana naye ni mtu ambaye hajaingia darasani, lakini alikuwa anaongea Kifaransa yani vizuri tu. Nikamuuliza, umejifunza wapi lugha ya Kifaransa? Akanielekeza kwamba mimi natumia Google Translate katika kuhakikisha kwamba najifunza lugha mbalimbali. Tunasalia pale msikilizaji, kwamba ukijifunza kwa nia ya kutengeneza jambo au faida au kitu ambacho ni kizuri, utasalia katika kujenga. Lakini
Kama utaitumia vibaya, basi utasalia katika kujiangamiza wewe pamoja na utamaduni wako kwa ujumla. Msikilizaji, sasa tukapate kumsikiliza mkurugenzi kutoka idara habari Maelezo katika kile ambacho amekizungumza pia kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Karibu. Jina naitwa Salum Ramadhani Abdalla, mkurugenzi wa idara habari Maelezo Zanzibar. Labda ieleweke kwamba akili mnemba ni matumizi ya teknolojia, unaweza tukasema ni matumizi ya teknolojia ambayo yanarahisisha kazi kwa njia rahisi, unaweza tukazungumza. Sasa akili mnemba inaweza ikawa ina faida zake na ikawa ina hasara zake. Katika ofisi zetu kwa kiasi kikubwa unaweza kusema sasa hivi tunatumia akili mnemba kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tunatumia akili mnemba kwa sababu sasa hivi tunaita e-government. Tunatumia akili mnemba kwa kutuma barua sasa hivi, baada ya kutumia makaratasi, baada ya kutumia pepa zile pale, tunatumia kwa kutumia hiyo akili mnemba ndio tunazungumza. Na vile vile tunaitumia akili mnemba hii kwa ajili ya kufanya kazi zetu za kihabari. Mambo yetu haya ya mitandao ya kijamii, mambo yetu ya kutafuta source of news, mambo yetu ya kutafuta habari, yote haya tunatumia sasa hivi akili mnemba. Kwa hiyo inarahisisha kiupande fulani kuweza kupata taarifa. Sasa hivi unaweza kuona hata hizi mambo ya translation, ukiweza kutafsiri news, basi unaitafsiri kwa kutumia AI vile vile mara moja tu. Unaweza kutafsiri ukaipata tafsiri mara moja. Kama news imetoka Kiingereza kuileta kwenye Kiswahili, ni mara moja unaitumia kwa kutumia hiyo akili mnemba. Kwa hiyo inarahisisha kiasi fulani katika matumizi ya ofisi zetu. Je, akili mnemba imeleta mwamko gani kwa waandishi wa habari katika utandaji wao hapa Zanzibar? Kama nilivyosema mwanzo, inawarahisishia kazi zao. Inawarahisishia kwa kiasi kikubwa sana kuweza kufanya kazi zao kwa ufanisi na kuweza kuangalia. Hata ukiangalia zile, ukitaka kuchekera, ukitaka kuangalia source wako huyu ni nani, uangalie wapi, kija katika akili mnemba waandishi wa habari zinawasaidia kwa kiasi kikubwa, kama nilivyoelezea maelezo marefu kwanza pale mwanzo. Na mnakabiliana vipi na habari feki zinazotengenezwa kwa kutumia akili mnemba? Hiyo ni changamoto. Ni changamoto kubwa sana kuweza kutambua hii habari feki, kwa sababu kwa sasa hivi akili mnemba inaweza ikamfanya mtu aseme maneno wakati hakuyasema. Hizo ndio habari feki tunazoziita. Natengeneza mtu anaweza mdomo ule akaufungua akasema sana, sema jambo fulani hivi, kumbe sio, hakusema yeye. Naweza kwa mtu kama anasoma taarifa ya habari, anazungumza jambo kubwa, kumbe ni wafanya biashara tunatangaza matangazo, lakini ule mdomo alioweka. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana kwa kuweza kutambua. Hapo lazima sasa turudi kule nyuma kwa kuangalia ile huyu ndio sahihi ambaye aliyosema ile jambo la kuja kurudi kwenye sisi wako. Kwa hiyo hii sasa inaturudisha nyuma kule kwenda kuangalia kwamba lazima uende ukapate chanzo sahihi ambacho kilizungumza. Wito wangu ni watoe waandishi kwamba waitumie akili mnemba kwa faida, wasiitumie kwa hasara, wasipotoshe jamii kutumia akili mnemba. Waitumie njia sahihi kwa ajili ya kuelimisha jamii, kwa sababu ni kitu kizuri kimekuja kwa ajili ya kurahisisha kazi zetu kama sisi waandishi wa habari. Jina naitwa Naam, shukrani sana mkurugenzi kutoka idara ya habari Maelezo, akiwa sambamba kabisa na Ali Masudi Kombo, ambao ametuletea mahojiano mafupi hayo juu ya namna gani akili mnemba inatumiwa haswa kwa waandishi wa habari katika kuhakikisha kwamba anatengeneza habari zao, lakini pia amekwenda mbali zaidi na kueleza changamoto ambazo wanakumbana nazo katika kuhakikisha kwamba wanatambua zile habari feki na ambazo zinatengenezwa kutokana na matumizi ya akili mnemba ama akili bandia. Na sasa msikilizaji, tukapate kumsikiliza Mwalimu Ali ambaye yeye ni mwandishi wa habari mkongwe, naye pia alikuwa na haya kuzungumza kufuatia mada yetu ya siku ya leo. Karibu. Akili mnemba ni akili ya kubuni, sio ile asilia. Sio akili asilia ya kutumia wewe mwenyewe akili yako. Ni ile ya labda inakwenda na visaidizi vya electronics, yani hizi mambo ya kompyuta na mambo ya inasaidia na mitandao. Yani sio ile akili halisi ya binadamu. Ni kitu ambacho wewe kitakusaidia kama unataka jambo lako linakusaidia na kulijua. Ninavyofahamu mimi kwa juu.
au kwa ghafla. Nimeweza kuchati nayo na nimeweza kuiuliza maswali, na naweza nikathubutu kusema nimeweza kucheza nayo. Kucheza nayo kwa maana gani? Sababu akili mnemba unaiuliza swala linakujibu, lakini wakati mimi najaribu kuwauliza maswala magumu zaidi, baadaye naona mengine kama yanakujibu kwa sore, au kwa Kiswahili kwa samahani, hili haliko katika uwezo wetu. Sasa ndio pale unapokuja sasa kujua kwa kumbe akili ya asilia ya binadamu ni bora zaidi kuliko hizi. Lakini kwa wakati wa sasa ndio akili mnemba inakwenda mbele, inabidi huwezi kuiepuka, inabidi uende nayo, lakini inabidi sasa tuchanganye ile ya kwako na ile mnemba. Kuna wasiwasi huo, yani akili mnemba inaweza ikachukua nafasi za kazi za binadamu. Kwa mfano labda umeajiri watu 3 4, hasa katika vitengo hivi vya siku hizi vya mambo ya kompyuta, mambo ya IT. Unasema sasa kama hawa 3 inabidi punguze, kwa sababu mmoja atatosha, kwa sababu kuna vitu atavifanya. Kwa mfano manake akili mnemba inaweza ikatengeneza mpaka labda figures, ikatengeneza labda zile kama hizo wanaita watu wa mahesabu, wale watu wa accounting, hizi Excel, vitu kama hivi, unafahamu, wakatengeneza. Sasa ukaona labda haina haja kuendelea kuwa na hizi akili za kiasilia. Lakini kama nilivyosema, yote kwa yote, hiyo akili mnemba inategemea na ile akili ya binadamu ya asilia. Sasa utakuta lazima uwe makini sana katika kuzitumia hizi. Na kama nilivyosema mwanzo, kuna mambo unamuuliza yule ChatGPT hajui, au atakwambia nenda tena umuulize tena mpaka ujue. Kwa mfano unaweza ukaitafuta Radio Micheweni, Radio Jamii Micheweni. Inawezekana imo katika akili mnemba, ikakwambia radio akili, yani ni Radio Micheweni iko pahala fulani, imeanzishwa mwaka fulani kwa madhumuni fulani. Unafahamu? Na chombo hichi kazi yake ni kutoa labda habari kwa jamii. Unafahamu? Lakini maelezo mengine pengine kuhusu Radio Micheweni ikawa hamna mle. Kwa sababu na wao wanategemea uzalishaji wa habari fulani iwemo katika mtandao, pengine baadaye ndio waweze kuichukua wao. Na makampuni makubwa ya kidunia yenye kushughulika na mambo ya teknolojia, kwa mfano Microsoft, kwa mfano Facebook na kadhalika, wanatumia pesa nyingi kukusanya hizo habari ili ziweko pale kwa ajili kama unahitaji wewe kuweza kujua. Na kuna mambo muhimu ya kidunia yamo mle, inasaidia sababu inakurahisishia sasa baada ya kwenda pengine kwenye library unaweza kuyapata mle. Lakini mimi kama mimi kitaaluma, na kwa wakati mwingine naitumia kwa hadhari sana, sababu lazima nipate kile kitu ambacho cha kiasili. Lakini pia yule mlengwa wangu ambaye labda amenipa ile kazi asija kaona nimefanya copy kubwa kuliko kile kinachotakiwa. Kwa hivyo tuwe makini tu katika utumiaji, na naweza nikasema hususan vijana na hasa kitaaluma, uchimbe zaidi kitaaluma. Kwa vijana ni sawa, kwa sababu ndio kama nilivyosema huwezi kuepuka. Na waandishi wa habari ni fani yetu sisi, ndio hasa asilimia naweza nikasema 90 na ni kwenye akili mnemba. Na ushauri wangu kwanza, unajua jambo lolote naweza nikasema bora ulisomee, ulifahamu. Ukishalifahamu utaweza kujua namna kulitumia na ulitumie vipi. Kwa hivyo ni vizuri waandishi wa habari kwa sasa hivi wapatiwe pengine mafunzo yenye uelewa zaidi na yenye uadilifu wa kazi hii. Unajua karibuni hapa Uingereza, serikali ya Uingereza waliandaa mkutano mkubwa wa kidunia. Lengo lake hasa ilikuwa ni kutengeneza maadili ya akili mnemba, ethics. Kama vile tunavyosoma kwenye waandishi wa habari, maadili ya waandishi wa habari, na wao walitaka kutengeneza maadili ya matumizi ya akili mnemba. Sasa utakuta point yangu hapo, kwanza waandishi wa habari watumie, sisemi wasitumie, watumie kwa uelewa kabisa. Lakini la pili, waeleweshwe zaidi katika kutumia na mipaka yake na maadili yake. Sasa hapo kidogo itakuwa ni sawa. Na kama ni radio pia wasikilizaji waweze kufahamu kitu vizuri zaidi, yani sio hakuna upotoshaji, na kama ni kuandika ni vile vile. Naam, Mwalimu Ali ambaye yeye pia ni mwandishi wa habari mkongwe. Kuna kitu hapo ambacho ameweza kukizungumza kwamba kuna baadhi ya watu
kama una ufahamu mkubwa katika matumizi ya akili mnemba, basi inakupaswa pia kutumia nguvu ya ziada katika kuhakikisha kwamba unamfanya yule mtu ambao pengine unampelekea hiyo taarifa. Kwa mfano kama ni mwandishi wa habari, unaandaa story, unawapelekea wasikilizaji ama watazamaji, unatakiwa kuhakikisha kwamba unatumia ile nguvu ya ziada ili mtu aweze kutambua kwamba hiki kitu ni original na si kutoka kwa matumizi ya akili mnemba kama ni ChatGPT na vitu vingine. Kwa sababu sasa hivi pia kuna watu wamejipanga, teknolojia ni ikija hivi inakuja kama ambavyo tumesema, inakuja na faida na athari zake, si ndio hivyo? Lakini sasa kuna teknolojia ambayo imekuja pia, watu wanaita AI detector. Hii ipo kwa ajili ya kudetect vile vitu ambavyo kama ni habari feki, kama ni hizo, ama umeandika kitu fulani lakini pia kimetokana na akili mnemba, si ndio hivyo? Mtu ana uwezo wa kuongeza pale na kutambua kabisa hiki ulichokiandika Ali Mkasha si chako, lakini kimetoka kwa nani? Kwa ChatGPT. Kimetoka kwa nani? Kwa kama ni chatbot na vitu vingine kama hivyo, si ndio hivyo? Kwa hivyo kuna haja pia ya kuwa makini na kutambua ni kwa namna gani sasa tunatakiwa kupambana ili kuweza kuhakikisha sasa tunaitumia akili mnemba si kwa kufanya udanganyifu, lakini tunaitumia kwa ajili ya kujijenga kitaaluma zaidi ili kuweza kuhakikisha tunasonga mbele. Tukatamatishe na mwakilishi kutoka UNESCO, naye pia tukapate kumsikiliza katika kile ambacho amekizungumza. Habari, naitwa Nancy Angulo, ni mkuu wa sekta ya habari na mawasiliano, ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na elimu, utamaduni na sayansi, UNESCO Tanzania. Akili mnemba ni uwezo wa mashine au programu kuiga akili ya binadamu, kufikiri, kujifunza au kufanya maamuzi. Inafanya kazi kwa kutumia data nyingi na kanuni maalum, kuitambua, kuchambua na kutoa majibu au suluhisho kwa matatizo. Kwa kweli hapana, akili mnemba haipaswi kuchukua nafasi yoyote ya binadamu au nafasi zozote za kazi, bali kusaidia kazi za binadamu. Ikiwa haitasimamiwa vizuri, inaweza ikasababisha upotevu wa ajira, lakini ikitumiwa kwa usawa, inaweza kuongeza ufanisi na kuleta fursa mpya, hasa katika sekta hizi za kwetu za habari na mawasiliano na sekta zingine kama afya, elimu na kilimo. Ndiyo, nimewahi kuchati na chatbot inayoendeshwa na akili mnemba. Uzoefu wangu ni ya kuvutia, ni nzuri. Ni kwamba akili mnemba inasaidia sana kujibu kwa haraka, kwa fasaha na inaelewa maswali kwa undani, lakini bado kuna mapungufu, hasa kwa muktadha wa lugha na utamaduni wa Tanzania. Bado ina mapungufu haswa kwa muktadha halisi wa Tanzania, lakini kwa sasa msikilizaji ni kwamba kuna kwenye ChatGPT Ali Mkasha sasa hivi unaweza hata kuandika taarifa yako kwa Kiswahili na ikakuletea kwamba nahitaji uniandikie nahitaji kufahamu kuhusiana na kitu fulani, lakini kiwe katika lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo unaandika kwa lugha ya Kiswahili lakini pia inakuletea taarifa kama hiyo. Nadhani imekuwa ni rahisi sana kwa baadhi ya watu ambao pengine hawafahamu lugha za kigeni kama Kiingereza pamoja na Kifaransa. Lakini msikilizaji, tumetoka kuwasikia hao. Kwa upande wako, nikianza na Ali Mkasha, una kipi cha kuongezea juu ya akili mnemba? Ndugu mtangazaji, kwa cha kuongezea nataka nizungumze vitu kadhaa. Kwenye akili mnemba sasa hivi nawaomba sana Watanzania tuitumie, kwa sababu ni teknolojia imeletwa kurahisisha kazi zetu. Lakini katika kuitumia akili mnemba tuitumie kama walivyotangulia kusema waliopita, kwa manufaa maalum. Tunapoitumia kwa manufaa maalum, basi na kusaidia. Hata ukitumia kwenye elimu, kile ulichosomeshwa darasani na ukiongeza cha akili mnemba, kwa hiyo inakuwa umeongeza kiwango cha elimu au ufahamu wako wa kuhusu kile kitu. Hata tujalie kuna mtu mmoja nilimuona anatumia akili mnemba anaporudi hospitali. Ameandikiwa dawa, hajui kuzitumia au amesahau kwa jinsi alivyofahamishwa, anaingia kwenye akili mnemba zinamuelezea. Sawa. Au anatafuta
clinical signs za maradhi yake kupitia kwa akili mnemba. Kama vipi nifanye. Sasa ukitumia kama hivyo akili mnemba inakuletea faida. Lakini ukisema wewe utumia akili mnemba kwa mambo ambayo tayari si katika tamaduni zetu za Kizanzibari, basi haito kuletea faida. Na hata hivyo tukiangalia kwenye masuala ya biashara, mimi natumia akili mnemba kwenye masuala ya biashara. Kunini? Na kuchagua ile bidhaa ambayo tayari ni bora. Kwa sababu mfano ukienda kwenye ChatGPT ukimuuliza ni kampuni ipi bora ya kompyuta ambayo tayari sasa hivi ipo na ubora zaidi, atakutajia Dell na nani na Samsung na Apple. Kwa hiyo inakuongezea ujuzi kabla hujanunua kile kitu, ukijua kama bana kitu bora ni hiki. Kwa sababu akili mnemba wanaangalia zile taarifa ambazo watu wanazipeleka na kinachonunuliwa zaidi mtu anapeleka. Ni kweli kabisa. Kama kuna mtandao mmoja wa biashara anaotumia Kariakoo, unaponunua kile kitu hata ukiletewa hapa wanakuambia ukipige picha. Kwa ukipiga picha utatoa na comment. Ukitoa comment mzuri akili mnemba amechukua. Wakishachukua akiingia mtu mwingine akitaka kuja kuangalia biashara ipi ipo mzuri au kifaa kipo bora, ataikutia bwana hii laptop aina ya Dell ipo vizuri. Aisee, umejifunza vitu vingi sana kuhusiana na akili mnemba. Hongera sana. Asante sana. Lakini pia unaweza uendelee kuwa balozi mkubwa kwa wananchi wengine ambao pengine hawana ufahamu kiundani zaidi kuhusiana na teknolojia hii, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaona kwamba ni teknolojia ambayo inakuja kuvunja kabisa ule ufahamu wa binadamu wa kawaida. Lakini kumbe sivyo ilivyo. Ukitumia kwa nia nzuri basi inakujenga zaidi. Sharif, karibu kama una chochote cha kuzungumza kuhusiana na mada yetu ya hii leo. Ana mimi niseme tu kwamba ninasihi wananchi wenzangu kuhusiana na swala la kutumia mitandao ya kijamii pamoja na mitandao ya internet. Naam. Tuwe makini tunapotumia mitandao ya kijamii na pia tuwe makini tunapotumia mitandao ya internet, kutokana na uwingi wa majambazi, uwingi wa matapeli kwenye mitandao wa internet uliojaliwa sasa hivi. Sasa tumezungukwa na matapeli wengi, watu kazi zao ni utapeli tu kwenye masuala ya kuwapigia simu watu. Bwana nimepoteza sijui pesa zangu, naomba unirejeshe. Umeona? Na mtu anatekwa kiakili, anakwenda mpaka kwa wakala, anachukua hatua za kufanya ambazo ziko kinyume na utaratibu. Kwa hiyo tuelimike kwa sababu hapa tunaelimishana. Ambaye haelewi aelewe, na ambaye anaelewa amueleweshe na mwenzake. Na kuhusiana na masuala haya ya mtandao, tusikubali kusambaza taarifa au kulike taarifa au kukubali taarifa ambayo huna ushahidi nayo. Naam, shukrani sana. Na sasa moja kwa moja msikilizaji nikapate kupitia ujumbe mfupi ambao umetuma hapa studio. Hapa anasema unajua mara anasema jamani msikilizaji, ukituma ujumbe mfupi basi hakikisha unaacha nafasi katika kila neno ambalo unakuwa umeandika. Hapa huyu anasema unajua mara neno ambalo hujawahi kulisikia huwa linakupa shida sana. Mfano mimi neno akili mnemba, neno anasema mimi akili mnemba, lakini kupitia kipindi hiki okay, anasema nimeelewa nini maana ya akili mnemba na inafanyaje kazi. Huyu ni Kuluthum kutoka maeneo ya Pandani. Shukrani sana Kuluthum kwa kuendelea kufuatilia kipindi chetu. Yeye anadai kwamba alikuwa hafahamu kabisa kuhusiana na ilo neno lenye akili mnemba. Hakuwa akifahamu, lakini kupitia kipindi hiki basi ameweza kufahamu. Shukrani sana. Hapa anasema anaitwa Omar kutoka maeneo ya Konde. Nashukuru kipindi hiki kiko poa sana na kimenitoa kwenye giza na kunipeleka kwenye mwangaza, kwa sababu hilo neno akili mnemba nilikuwa silijui ni kitu gani, lakini kwa sasa nimeelewa vizuri sana. Shukrani sana. Huyo anasema akili mnemba ni nzuri sana, lakini inalemaza akili za watu, maana mtu kwa sasa hawezi kufanya kazi bila akili mnemba. Hajasema ni nani, anatokea wapi. Shukrani sana, ni maoni yake hayo. Huyu anasema akili mnemba ni kama chatbot, akili mnemba ni kama chatbot
ChatGPT, Ask AI, akaandika tena chatbot, lakini pia anasema ni akili bandia ambazo zinafanya kazi kwa kutumia internet. Ni maoni yake hayo. Huyu anasema asante sana Radio Jamii Micheweni. Haya msikilizaji, usipige simu, tuma ujumbe mfupi, usipige simu. Huyu anasema asante sana Radio Jamii Micheweni kwa kipindi kizuri chenye kuleta manufaa kwetu. Anasema hata mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa situmii akili mnemba, lakini kwa sasa natumia na naifahamu vizuri. By Mama Hawa kutoka maeneo ya Kizimbani Wete ndiko anakopatikana. Shukrani sana Mama Hawa kutoka maeneo hayo. Huyu anasema ninavyofahamu mimi akili mnemba ni akili bandia inayotoa msaada wa maandishi, msaada kwa njia ya maandishi, sauti, picha na hata video, na inasaidia katika kusoma na hata kufanya kazi mbalimbali. Shukrani sana. Huyu hapa anasema nipongeze sana Radio Jamii Micheweni kwa elimu hii, sikuwahi kuipata lakini kwa mwezi huu nimeipata elimu ya muhimu sana. Ni vyema kulifanyia kazi swala hili la elimu haswa ya kiteknolojia. Shukrani sana. Wanasema mimi mwanangu amekuwa akitumia simu kwa kujifunza, lakini nahofia muda mwingi amekuwa akikaa na simu tu. Ya msikilizaji, bila shaka katika vipindi vilivyopita tulizungumzia, kuna mada ambayo ilikuwa ikizungumzia namna ambavyo mzazi anaweza kumchunga mtoto wake katika kutumia simu na matumizi mengine ya mitandao ya kijamii na kuweza kubaki salama kabisa. Lakini katika hilo msikilizaji, usijali, Radio Jamii Micheweni ipo kwa ajili yako ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakupa njia ambazo ni sahihi katika kuhakikisha unabaki salama haswa katika masuala haya ya teknolojia. Huyu anasema kipindi kiko poa sana, hongereni sana Radio Jamii Micheweni, asante sana kwa elimu hii. Hakika nimeipenda mada hii, maana mimi mwenyewe mwanangu amekuwa akitumia simu kwa siri. Sasa mwana saikolojia anisaidie, nifanye nini ili kumdhibiti? Haya, huyu anasema pamoja sana Aisha Haji akiwa sambamba na Auntie Ray Pajafari ndiko anakopatikana. Shukrani sana. Huyu anasema pamoja sana ni Auntie Halima akiwa sambamba na Auntie Ray Pajafari. Shukrani sana. Huyu anasema tuko pamoja sana Hamisi kutoka maeneo ya Kwale. Shukrani sana Hamisi. Huyu anasema tuko pamoja sana na anasema anaitwa Hamisi Rashidi yuko maeneo ya Maziwa Ng'ombe. Shukrani sana. Unasema pamoja sana hapo mjengoni mwanzo hadi mwisho, ni msome kama Bi Salma Ali Rashid kutoka maeneo ya Konde Kipange akiwa sambamba kabisa na somo yake. Bi Salma wa Masota. Huyu anasema pamoja sana hapo mjengoni Auntie Aisha Tamuma na Mama Haji wa Roho ina mengi. Shukrani sana kutoka maeneo hayo. Auntie Amina pamoja na mtoto Naisari maeneo ya Gereji. Shukrani sana kutoka maeneo hayo ya Gereji. Dogo Tozi kutoka maeneo ya Kijiwa Shumba mjini anasema pamoja sana hapo RJM. Shukrani sana. Wewe unasema anaitwa Mama na pamoja na Mama Mwana wakiwa maeneo ya Makomango. Haya, huyo anasema Ali Rashid Omar kutoka maeneo ya Mizingeni. Pamoja sana ni msomi kama Hashimu wa Sebudawa ndiko anakowakilisha. Anasema tuko pamoja sana Isa Omar, Isa Othman Isa kutoka maeneo ya Shumba mjini. Anasema tuko pamoja sana. Haya, ni Adil anapatikana wapi hajasema. Tuko pamoja sana by Mr. Sharo wa mjini Wingwi. Anasema pamoja sana ni msomi kama Babu Salo wa Kanambe mji mwema ndiko anakopatikana. Anasema tuko pamoja sana by Kedunari wa Sebudawa. Tuko pamoja sana Mama Samha Ali akiwa maeneo ya Tumbe. Wanasema pamoja sana Mama Samha sambamba na Baba Mundhiri wako maeneo ya Tumbe mjini Tumbe. Asema tuko pamoja sana Mama Marwa kutoka maeneo ya Konde Vilima Vitatu ndiko anakowakilisha. Wanasema anaitwa Ukti Hawa akiwa sambamba kabisa na Mama Itfini kutoka maeneo ya Shumba mjini. Anasema majukumu kempo ndiko anakopatikana. Anasema tunasema pamoja sana. Ya shukrani sana. Wanasema pamoja sana ni Mama Omar kutoka maeneo ya Tumbe mitaa ya chini huko ndiko anakopatikana.
Huyu anasema tumuombe Mungu atuondoshe mitihani ya maradhi. Mwalimu kutoka maeneo ya Wingwi ya Pwana. Haya. Huyu anasema pamoja sana hapo mjengoni ni Auntie Kulu sambamba kabisa na Zainabu wakiwa maeneo ya Zainabu Carlos wakiwa maeneo ya Kinoi Raikani. Shukrani sana. Msikilizaji nikushukuru sana kutokana na ujumbe mfupi ambao umeutuma hapa studio na kuchangia juu ya mada ambayo tumekuletea hapa siku ya hii leo. Lakini pia nikushukuru sana kwa kuwa nasi mwanzo hadi tamati. Lakini pia shukrani za dhati ziwaendee wageni wangu hapa studio kwa kushiriki nasi katika kipindi chetu cha siku ya hii leo. Asanteni sana. Asante pia. Lakini pia niwaombe tu siku nyingine endapo tutatokea tunawahitaji basi msisite kujiunga nasi kwa ajili ya kutoa elimu zaidi kwa jamii yetu ya Micheweni. Karibuni sana na niwatakie majukumu mema. Asante. Pia. Shukrani sana. Kwa upande wangu msikilizaji nikukumbusha tu kwamba hiki kipindi kilikuwa ni sehemu ya mpango wa kidigitali Tanzania kutoka katika shirika la Tech Media Convergence kwa ufadhili wa ubalozi wa Marekani Tanzania, lakini pia ukishirikiana na ofisi ya masuala ya Afrika nchini Marekani. Na kwa niaba ya timu nzima ya kipindi hiki akiwepo Ali Masudi Kombo, Shabani Ali, bila kumsahau Sawi Salmon Kalkubila, Abubakar Ali, Muyaba Kombo, langu jina ni Rehema Ramadhan Saidi ambaye pia ndio nilikuwa nahodha wako wa kipindi hiki mwanzo hadi tamati. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi, lakini pia nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa 97.4 Radio Jamii Micheweni. Ifahamu Teknolojia Ni kipindi ambacho kinaikutanisha jamii kubwa, yani